Bwana, mambo vipi? Mambo fresh ndugu. Hongera na pole kwa mchezo. Asante. Taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba siku ya leo umetoka kwenye majeraha, manake kabla ya mchezo Azam ulikuwa na majeraha. Imekuwa ni ngumu kiasi gani kwa wewe kuingia kwenye game moja kwa moja na ukatoa performance katika hizo dakika zote ambazo umecheza? Majeraha sijaingia nayo jana wala juzi, na kama mwezi nyuma ndo nilikuwa kwenye majeraha, lakini baada ya hapo nikawa niko sawa na ndio maana nipo kwenye timu. Na nini ambacho unaweza kukizungumzia kwenye muendelezo wa timu yako ambao mpaka sasa haijaonekana kuwa na matokeo mazuri, na licha kwamba wewe umekuwa na performance bora zaidi? Wakati ndio jambo la msingi. Kila ambacho kinatokea kina wakati wake. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mimi sio mwalimu. Mwalimu ndo anaona jinsi tunavyocheza na jinsi matokeo ambayo tunapata. Mimi kama mchezaji sipendi ya matokeo ambayo yanatokea juu yangu, kwa sababu ni matokeo mabovu. Kwa hiyo sina budi kuridhika nayo, kwa sababu ndio mpira unakuwa na matokeo yake, lazima yatokee katika mpira. Bila kuyakubali na bila kujitoa katika kuyakubali ya matokeo hauwezi ukamcheza mpira. Kwa hiyo ni moja ya kuyapokea yale matokeo ambayo yanatokea. Goli ambalo ulifunga dhidi ya Yanga lilikupa thamani kiasi gani, kiasi kwamba pengine unaweza kuwa na imani kwamba pengine inaweza kafungua milango zaidi ya hii ambayo uko nayo? Sijafunga goli zaidi ya Yanga tu peke yake, nimefunga magoli 5 mpaka sasa hivi katika ligi. Kwa hiyo hata kwenye kuzungumza tuzungumzie kati ya hayo magoli 5, kwa sababu amenipa nafasi kubwa mpaka hapa ambapo nilipokuwa leo. Ile goli lilikupeleka viral sana kwa sababu ya utofauti wa magoli ambayo umeyafunga na ile goli. Kila goli ambalo nimefunga limenipeleka viral kubwa, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho huwa kwangu nakitamani kila ninapotoka katika mchezo niache historia moja nzuri. Kwa hiyo kila goli ambalo nalifunga mimi kwangu linaacha historia kubwa katika maisha yangu ya soka. Tunamwona wapi Sele Boys? Mwenyezi Mungu akijalia anaonekana popote, kama nilivyoniona Ken Gold na sehemu nyingine yote naweza nikaonekana. Pengine matarajio yako ni kubaki hapa Tanzania ama nje ya mipaka kwa msimu ujao? Kila kitu Mwenyezi Mungu ndo anapanga. Kwa hiyo kila wakati na kila jambo linapotokea, Mwenyezi Mungu anapohitaji niwe wapi, nitakuwa Mwenyezi Mungu anapohitaji. Amen. Asante.